Alright, asante sana. Endelea na makofi wanaposhuka. Asante sana. Jamani, hao ni Ludovic Choir wakiwa wamefanya kolabo na dada Upendo Nkone. Makofi yatoshi, naomba uendeleze makofi. Beautiful. Endelea kupiga makofi. Tumsindikize na makofi mpaka atakapoketi. Wow, what a beautiful day. Siku njema aliyoifanya Bwana. Tuna kila sababu ya kufurahia na kushangilia. Naomba tu nikueleze kwamba umeketi katika utukufu wa Mungu kwenye the crown of glory. Kama dada Resti alivyoelezea, Crown of Glory ni event ambayo itakuwa inafanyika kila mwaka ikimnyanyua mtu mmoja, be it awe mtumishi wa Mungu au mtumishi wa umma, yoyote yule ambaye anapitia changamoto na anataka Mungu amguse, basi ipo siku atamgusa, na tunaamini kila mwaka kuna mmoja ataguswa kwa jinsi ya kipekee. Na kwa sababu hiyo naomba tumpigie makofi makubwa Bwana Yesu. Napenda kuchukua wakati huu acknowledge presence ya watumishi wa Mungu walioko hapa. Naomba nianze na mama yangu Bishop Mgeta, yuko ndani ya nyumba. Nimekuona mama, karibu sana. Naomba tumpigie makofi mama Bishop Mgeta. Nimemuona mtumishi wa Mungu Ado November, naomba tumpigie makofi. I acknowledge your presence sir, karibu sana. Nimemuona mdogo wangu mtumishi wa Mungu Catherine Kahabi, yuko hapa, naomba makofi makubwa sana kwake. Yes, mtumishi wa Mungu Bishop Ludovic, mtamuona muda sio mrefu, naomba makofi makubwa sana kwake. Na vile vile nimemuona mtumishi wa Mungu Dr. Pastor Rose Shaboka ndani ya nyumba, makofi makubwa sana kwake. We appreciate you, servants of God, tunawapenda sana na tuna furaha kuwa pamoja na nyinyi. Sio watumishi wa Mungu tu, bali tunao watumishi wa umma na watu maarufu. Sijui kama umewaona madevu. Nimewaona. Unaweza ukanitajia mmoja wao wili watatu. Nimemuona mtumishi wa Mungu Elder Steve Nyerere. Mtumishi wa Elder Steve Nyerere. Mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu. Makofi kwa mtumishi wa Mungu Elder Steve Nyerere. Mwingine nani umemuona? Nimemuona mtangazaji mashuhuri Suzette mwana wa Mackenzie. Wewe, yuko wapi Suzette? Suzette ulipo tunakusalimia. Najua ana wivu, hawezi kuamini kwamba hayuko hapa alafu mimi niko na wewe yani. Yani haelewi. Suzy, I love you. God bless you. Lakini pia nimeona Jua Kali kama familia wote kwa pamoja. Yes, by the way. Jua Kali. Lamata, I love you guys so much. Mungu azidi kuwabariki. Mungu awabariki sana. Lamata, mnafanya kazi njema sana sana sana. Nani tena mwingine kabla tuendelea? Nimeona watu wengi na naendelea kutaja mmoja mmoja. Okay. Kila ninapokumbuka naendelea kutaja mtu mwingine. Nimemuona shosti yangu mamangu Auntie Sadaka. I love you darling. Piga makofi kwa mwali wangu Auntie Sadaka. She is here. Kitu cha leo ni kitu chema sana na tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Mimi nafikiri tungepandisha mtu mmoja aje kuzungumza. Unasemaje? Naam. Na kwa heshima kubwa niwaombe mnisaidie nimkaribishe mtumishi wa Mungu mchungaji ambaye ni kiongozi wa wasanii wa muziki wa Injili na wasanii wote ambao wanahusika na swala la Injili. Yes. Mtumishi wa Mungu mchungaji Ado November. Nisikie makofi yake tafadhali, nisikie makofi yake mengi. Watakuja kusalimia. Hiki kitengo ninakiita salam kutoka kwa watumishi au watu mbalimbali maarufu ambao mtawasikia. Kwa hiyo acha tumsikie Pastor Ado. Yes. Nimemuona mtumishi wa Mungu Agre, nimefurahi kukuona my son. God bless you. Naomba makofi kwa Agre. Yes. Bwana asifiwe. Haleluya. Nimesimama hapa kama rais wa shirikisho la muziki nchini Tanzania. Ninaomba nitambue uwepo wa waheshimiwa MDC, mkuu wangu wa wilaya kutoka Ubungo, Mheshimiwa Albert Msando, lakini pamoja na mkuu wa wilaya kutoka Kigamboni. Hawa ni wapambanaji ambao hawalali kwa ajili yetu. Nitambue uwepo wa wachungaji wote, itifaki imezingatiwa. Jambo la kwanza ambalo nimesimama kwa sababu nimehemewa kabla sijasahau, NSSF baada ya kusikia kwamba tunafanya kitu hichi kwa ajili ya dada Upendo, nao wameamua kwamba watamuandikisha dada Upendo ili awe mtu ambaye anapata mafao. Kwa hiyo leo ataandikishwa hapa.
kwa utaratibu ambao nitampatia hapo baadaye, lakini pia na nyinyi ili msikose, kuna maafisa kutoka NSSF hapa wanazo form. Jaza tu namba yako ya NIDA na namba yako ya simu, vingine watakutafuta. Kama hauna NIDA, basi wewe jaza namba yako ya simu, alafu baadaye watakutafuta, utawatumia picha yako kama huna NIDA, ila labda una kitambulisho cha mpiga kura. Nianze kwa kumpongeza dadangu. Hebu kaa wewe, nitakuelezea lakini maneno siwezi kuyamaliza. Unajua ambavyo huwa tunakaa tunazungumza huwa tumalizi. Sawa eh? Cha kwanza nianze kwa kumshukuru sana. Okay, nitambue uwepo wa mstaafu pia. Tivu wake yuko hapa. Bwana asifiwe. Kipindi kile nimemteua kuwa msemaji wetu, watu walipiga kelele sana, baadaye wanamuomba tena. Ndio Watanzania walivyo. Lakini kwa sababu ni mtu mzito, yeye watu wote ni wa kwake. Nianze kwa kutoa pongezi za dhati kwa dada yangu Lilian Mwasha. Hili ambalo tumekaa hapa, mchokonozi wa kwanza ni Lilian Mwasha. Ndio alianza kwa kumwojioji Upendo na mambo vyake vingi, na dada Lesti naye akaja akaingia pale. Kwa hiyo hawa wawili wamesimama kama mashujaa wakubwa, na jambo hili limekuja kutokezea jambo zuri sana. Mimi naomba msivunjike moyo, simameni. Lesti, umeambiwa wewe ni mtumishi wa Mungu, ni kweli kabisa, huwezi kumtumikia shetani. Wewe ni wa Mungu, na Lilian, kazi mnaoifanya msipolipo hapa duniani basi Mungu atawalipa. Nimesimama kutoa pongezi za dhati kwa dadangu Upendo Nkone, Upendo Zablon Nkone, na niseme tu dadangu, ukiwa kwenye riadha muda mwingi tunafurahia kwenye kukimbia sana, lakini tunasahau yule ambaye anatukimbiza kutoka nyuma. Kwa nitumie nafasi hii vile vile nikiwa kama kiongozi wa wanamuziki, na hawa ni askari wa Mungu. Sifa ya askari siku zote huwa haachi askari mmoja nyuma ambaye kaanguka au labda ambaye ameachwa nyuma. Jambo hili linafanyika kwa uzuri kabisa leo kwa ajili ya dada Upendo Nkone, lakini pia tutumie nafasi hii tumtambue pia Martha Mwepaja kama mwanamuziki wa Injili, lakini pia kama mtu ambaye anahitaji maombi yetu, kwa sababu Martha ana mashabiki wake, Upendo ana mashabiki wake. Kwa hiyo ni muhimu sana sisi tuwaunganishe hawa pamoja, kwa sababu wanamtumikia Mungu mmoja, na mkuu wa mkoa ameshatusaidia. Kwa hiyo hatuko hapa kumzodoa Martha, wala hatuko hapa kusema Upendo ndio unafaa zaidi. Hapana. Kama kuna chochote, wote tuna changamoto tunazo. Mimi mwenyewe ukinipekua na madhaifu yangu mengi, lakini mke wangu ananivumilia tu, pamoja na watoto wote. Ni kama ambavyo mimi na watoto 5, leo nisikie mtoto mmoja anapendwa sana, wa pili anasemwa vibaya, kama baba sitafurahia. Naamini hata Mungu ambaye yuko mbinguni anatamani watoto wake wote tuwe kitu kimoja. Kwa hiyo tutoke kwa kauli moja kabisa. Despite of anything, chochote ulichonacho cha kimaombi ambacho unaamini madhaifu haya Ado anayo, ndio prayer point yako. Kwa hiyo kama kuna shida kwa dada Pendo, kuna shida kwa Ado, kuna shida kwa dada Martha au kwa yoyote hapa, ukijua tu udhaifu, kazi yako ni kuomba mchana na usiku ili ile shida isionekane. Ndio maana nchi inasonga mbele. Nampenda sana rais wetu huyu Mama Samia. Kila anapokwenda kuna watu kwa ajili ya maombi, kumtanguliza Mungu. Kwa hiyo tuendelee. Asante sana. Naam. Furaha zote. Kwa hiyo tuendelee jamani kusimama kwenye maombi kama ambavyo tumesimama pamoja. Na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Dada Pendo, nikishuka hapa nitakuja kukuletea hicho ambacho nimepewa, na Mungu awabariki. Asante sana. Asante sana. Nisikie makofi yake tena mengi tafadhali. Wakati wanazungumzia Crown of Glory, nikafikiria vitu vingi sana kwenye Crown of Glory. Kuna kila mtu ana sababu ya kumshukuru Mungu. Kila mtu ana sababu ya kumshukuru Mungu, na mimi namshukuru Mungu sana kwa sababu ya jioni ya leo. Wakati huo niwaombe Neema Gospel Choir, watumishi wa Mungu, wapande kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Niombe Neema Gospel Choir. Nilizani hamjanisikia. Neema Gospel Choir.
wapande, waanze kupanda, waanze kupanda wakimtukuza Mungu. Ninamshukuru Mungu kwa hii nafasi. Huu ndio muda, angalia raba yako kama